Ni TriGen Media moja kwa moja tukiendelea kuangazia mambo mbalimbali ya ugunduzi, teknolojia na hata stadi za maisha. Leo tupo katika Chuo Kikuu cha SUA mkoani Morogoro. Safari yote hii ni kuja baada ya kusikia kuna taarifa wameweza kugundua kitu kizuri sana. Ni kitu gani hicho? Nakutana na profesa hapa. Ningependa kufahamu. Kwa jina mimi naitwa Robert Max, ni profesa mshiriki, niko katika chuo cha Sokoine na nafanya kazi katika ndaki ya tiba ya wanyama. Hii na shughuli kwa kitaalamu tunaita veterinary college. Ndio napofanya shughuli zangu za utafiti na kufundisha. Na kuna hili ambalo mmelianzisha Profesa Max. Aha. Na kwamba kuna utafiti mmeanzisha ili dunia iwe salama katika masuala ya, tunajua kuna mabadiliko ya tabia nchi na mambo mengine. Ni kitu gani hicho kwa muktadha? Sawa kabisa. Ni kwamba tumeanzisha mradi ambao utatusaidia kubadilisha takataka laini ziweze kuwa vyakula vya wanyama pamoja na mbolea, na kwa wakati huo huo itasaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira. Maana inaeleweka kwamba takataka zikiachwa bila kutupwa vizuri zina tabia ya kuoza na kutoa hewa zinaitwa hewa joto, ambayo kwa kitaalamu inaitwa greenhouse gases. Hewa hii huwa inaharibu mazingira ya juu kabisa ya dunia na kusababisha mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo kwa mradi huu tunategemea kwanza kupata chakula cha wanyama, pili kupata mbolea nzuri kwa ajili ya mashamba yetu, kwa sababu wakulima wengi wamekuwa kutegemea madawa mbolea za viwandani ambazo zinaharibu ardhi. Kwa hiyo watapata mbolea nzuri zaidi ya organic. Alafu pia tutapunguza matakataka. Kwa hiyo manispaa hawatakuwa na sababu ya kupeleka matakataka ambayo yangeweza kutumika vinginevyo kwenda kuyatupa kwenye maeneo ya kutupia takataka. Kwa hiyo tunategemea kupata vitu vyote hivyo kutokana na mradi huu. Na teknolojia tunayotumia sisi ni nzi chuma. Nzi chuma ni nzi, hapana, huyu ni nzi tofauti kidogo. Ni nzi ambaye viluilui vyake vina uwezo mkubwa sana wa kutafuna matakataka ambayo ni organic, yale yanayooza. Na vile viluilui vikifika ukubwa fulani tunaweza tukavichukua tukalishia wanyama. Na ili kuboresha matumizi yake tuna plani, yani tunategemea kausha hivyo viluilui na kuvipaki vizuri na kuuza kwa watu walioko mbali na wale walioko karibu. Profesa, tukae hapo kidogo. Umetaja nzi chuma. Ni nzi wa namna gani na atapatikana wapi? Mtu anajiuliza huyo nzi watampata wapi? Na kuna hatua gani mpaka huyo nzi asababishe kupatikana hivyo viruirui na baadaye uwe mbolea? Okay. Basi nzi hawa huwa watapatikana sehemu yoyote ambaye na vitu vinavyooza, vinavyotoa harufu. Kwa hiyo huyu nzi anavutiwa sana na harufu. Mahali penye harufu kali anakwenda, alafu anataga mayai yake, anaondoka. Sasa sisi kumpata yule nzi tutaweka matakataka yanayonuka maeneo fulani ya nje yani kwenye kamsitu fulani. Alafu baadaye tutakuja kuchukua ukiwa na viluilui. Tutapeleka kwenye maabara yetu, alafu vile viluilui vitatoa nzi. Wanaweza katoka nzi wa kwetu wa kawaida walioko kwenye majumba yetu, lakini watatoka wengine ambao wanaitwa nzi chuma. Wanaitwa black soldier fly. Sura yao ni tofauti kabisa na nzi wa kwetu. Hebu watofautishe kidogo Profesa Max. Yani nzi hao ni weusi kabisa. Alafu mbawa zao ni ndefu, zimelaliana. Alafu wakisha kuwa nzi kamili hawatafuni chochote. Wao ni tofauti sana na hao kwetu. Hawa nzi nao ndani wanaendelea tu kubeba vitu hapa wanapeleka kule uchafu, lakini hawa wakishamaliza tu wanatulia, kutana na wenzao, wanataga mayai, yale mayai yanachukuliwa tena tunayarudisha. Hivyo wakiwa hawali chochote. Baadaye wanakufa. Baada ya kufanya mating wakapata mayai, wanakufa wenyewe, wanakuwa ni sehemu ya ile mbolea wanayoitengeneza. Na baada ya kutafuna yale matakataka yote, kile kinachobaki ni mbolea ambayo ni nzuri sana, tunategemea kuitumia kwenye mashamba yetu. Na kuongezea kwenye hiyo mbolea tu ni kwamba tunategemea kuweka material fulani inaitwa Minjingu rock phosphate. Minjingu ni eneo ambalo linatoa madini fulani ambayo yanatumika sana kwenye kutengeneza mbolea zenye phosphate nyingi. Kwa hiyo tunategemea kwamba ile vumbi lile tutaongeza kwenye hii mbolea kusudi tuweze kuipaki kwa urahisi na kuwasafirishia watu wakiwa mbali. Kwa sababu ukichukua ikiwa maji, ikiwa ambayo haijakauka, uwezekano itakuwa ngumu kuisafirisha kwa watu kwenda mbali. Kwa hiyo tunategemea kuchanganya tena na hiyo Minjingu phosphate rock, kuiboresha zaidi ili iweze kuwa packed na kuweza kuuzwa sehemu mbalimbali kwa ajili ya watu wanahitaji. Hapo inzi kama wale inzi wanaposubiri kufa.
Kwanza maisha yao yanachukua siku ngapi ama miaka mingapi? Nzi hawezi kuchukua mwaka. Ndugu mtangazaji, hawezi kuchukua mwaka. Nzi ni wadudu ambao kama wadudu wengine wanakuwa na umri mfupi. Hawa wanakuwa na siku 45. Kuanzia siku 42 mpaka 45 kutegemea na hali ya hewa ilivyo. Hali ya hewa ikiwa nzuri, hamna baridi sana, watafika 45. Lakini maisha yao yanachezea hapo. Kwa hiyo ikifika siku 45 utakuta ashakufa. Lakini hapa katikati kuna siku kadhaa za kupata mayai, kuna siku kadhaa za kupata viluilui vidogo, kuna siku kadhaa za kupata viluilui vikubwa ambavyo tunaweza tukavivuna, alafu na kuna kusubiri wakatoka kwenye ile stage ya mwisho ya pupa wakawa nzi kamili. Kwa hiyo zote hizo zitachukua siku 45. Sawa, tuje kwenye hizo taka ambazo baadaye zinatajwa kwa nyinyi wataalamu kwamba zinaweza kuwa faida. Ule mchakato wake. Labda kwanza nielezee taka ni nini kwanza. Itasaidia zaidi kwa watazamaji wetu. Tukisema taka tunaweza tukazika kwenye makundi makubwa mawili. Kundi la kwanza ni taka ngumu ambazo haziozi. Hizi zinaweza zikawa nailoni, na chupa, na makopo, tiles, yani vigae na vitu kama hivyo. Hizo haziozi. Lakini nyingine ni zile ambazo ukiziweka mahali kwa muda zitaoza. Na hizi ni matakataka yanayotoka nyumbani kwetu, majani ya miti kwa mfano, matakataka yanayotoka sokoni, vyakula vilivyoharibika kwenye magala, hivyo vyote vinaoza. Kwa hiyo sisi tunadili tu na hizi ambazo zinazooza. Kwa maneno mengine wanaita, sisi tutakuwa tunaziita takataka laini, tukiwa na maana kwamba zitaoza. Kwa Kiswahili sanifu kabisa wanasema ni takataka za kaboni. Lakini nafikiri tutumie tu laini kwa sababu watazamaji wetu wengi watatuelewa kwa haraka zaidi. Kwa hiyo sisi tutadili tu na hizi ambazo zinaoza. Kwa hiyo manispaa tutakachotegemea kufanya ni kwamba tutapitisha dodoso mjini Morogoro, tuweze kujua watu wanatupaje takataka zao. Alafu sisi tutaangalia kwamba tuwasaidie vipi ili waweze kutupa takataka kwa kuzichambua. Badala ya kuchanganya nylon, maganda ya ndizi, vyakula vilivyobaki kwenye takataka dustbin moja, sisi tutaangalia wale ambao watapenda, watakubali, tuwapatie madustbin ya aina mbili, alafu kuwe na takataka laini na takataka ngumu. Kwa hiyo kwa njia hiyo manispaa watafurahi kwa sababu watakuwa na matakataka machache zaidi ya kupeleka na site haitajaa haraka ile wanaoenda kutupa. Haya mengine tutaendelea kuyatumia. Sawa. Kwa hiyo huo mradi sasa hivi mpo katika hatua gani na mmefanya majaribio gani kabla ya kuanza? Kwa sasa hivi mradi tuliufungua rasmi Januari 28 ndio tukautangaza moja kwa moja, lakini kabla ya hapo tulishaanza kujiandaa toka mwezi wa 11 mwaka jana, ambapo tulianza kutafuta eneo la kujenga kituo cha kufanyia utafiti zaidi wa wadudu pamoja na matakataka, na chuo kimetukabidhi eneo, tunategemea kuanza kulifanyia kazi. Lina ukubwa kama wa eka 4, na ukubwa wa eka 4. Na tunaamini itatutosha kwa sababu tumeangalia pia watu wengine ambao wameshakufanya mradi kama huu nje ya nchi na maeneo mengine, tukaona kwamba kuanzia eka 4 mpaka 5 zinatosha. Kwa sababu ndani ya vigezo vile vya eneo hitajika. Eneo hitajika kwa kweli litatosha. Na SUA kwa bahati nzuri tuna eneo kubwa tu ambalo linatuzunguka na tunalitumia vizuri kwa kweli. Umejifunga kabisa au mfuko huko vizuri? Kweli kabisa. Kwanza nianze kwa kuwashukuru Kamisheni ya Teknolojia na Sayansi ya Taifa, inaitwa COSTECH. Hao ndio wanategemea kutupa fedha. Wameshaanza kutupa pesa kwa ajili ya kutekeleza huu mradi. Na huu mradi wote utachukua muda miaka 3. Tunaamini kwamba matokeo tutakayokuwa tunayapata yanaweza kutusaidia pia hata tukawapata wafadhili wengine wakaona labda kuna kitu cha maana wakatuongezea tukaendelea kumalizia hicho kituo cha kufanyia utafiti ambacho kitatusaidia sana kwenye kuonyesha wakulima, wanafunzi na sisi watafiti pia tutakuwa tunakitumia. Kwa hiyo baadaye chuo kitabakia na kitengo kizuri sana cha kuweza kuwasaidia watu kwenye utafiti. Hali ikoje sasa hivi ya namna tunavyohandle takataka hizi? Kwa kweli hilo umeuliza swali zuri sana ndugu mtangazaji. Kwa kweli kila mtu akijiangalia nyumbani kwake anajua anapotupa takataka. Na wewe mwenyewe labda utatupa ujuzi wako. Lakini ninachofahamu mimi nyumbani kwangu ni ngumu sana. Huwa najaribu kuweka mapipa mawili ya takataka au vyombo viwili vya takataka. Lakini nikienda nikikaa wiki moja nikirudi nakuta wamechanganywa. Mimi ningetaka nylon iende kama nylon, chupa za maji. Tena chupa za maji wala usizitupe. Ziweke tu kwenye getini pale watu wanakuja wanaziokota. Lakini kuna matakataka yale makaratasi, manini, mavitu ambayo hayaozi kirahisi, chupa imevunjika na nini. Weka kwenye dustbin lake. Kwanza inapunguza kunuka. Alafu nyingine weka vitu vyote vinavyooza. Hizi hata sina haja kuzipeleka manispaa. Natupa bustanini kwangu kama na bustani hapo nje. Lakini sio kila mtu anafanya hivyo na anaweza kufanya kwa siku 2-3 kimlazimisha baadaye anaacha tena. Kwa hiyo tunategemea kwamba mradi pia baada ya kufanya utafiti tutakuwa na tumeshapata habari za kutosha kuhusiana na watu wanavyofanya. Kwa hiyo tutaanza kuelimisha
Kwa hiyo kuna kipindi cha kupita na kukaa na watu na kuwaelimisha kuhusu utupaji wa takataka ambao utakuwa na manufaa zaidi. Lakini pia tunategemea katika mradi tutatengeneza vijitabu vidogo vya kuwafundisha wakulima jinsi ya kuweza yani kuchakata matakataka nyumbani kwao. Badala ya kusubiri aje apelekwe manispaa au yaletwe SUA tuyachakate. Tunatengeneza system ndogo ndogo, yani mifumo midogo ya kumwezesha mtu ana kuku wake wa kienyeji 50, 100 anatengeneza pale pale. Hata sasa hivi kuna watu wanachukua majani wanatupa mahali, mchwa wanaingia, kuku wakija wanafunua, kuku wanakula wale mchwa, wanafaidika. Sasa ya kwetu itakwenda mbali kidogo kwa sababu itakuwa inalenga kabisa kwenye hawa nzi chuma ambao ladha zake zimeonekana ni chakula kizuri sana cha wanyama. Ina mafuta, ina protini nzuri sana. Kwa hiyo tunategemea pia tutawapa wakulima vijitabu vidogo na miongozo, na pia tutakuwa tunatumia hicho kituo chetu kuwaelimisha. Tutakuwa tunatengeneza semina, kuwaonyesha kama shamba darasa na vitu kama hivyo. Profesa Robert Max, nadhani hiyo teknolojia tutegemee makubwa. Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Tutegemee makubwa na tutaifuatilia, usiache kuiambia TriGen Media. Tutafurahi sana kwa sababu mnatusaidia kuitangaza. Mimi nataka nione namna siku tukafika tunaona kabisa. Inzi chuma. Nafikiri utakapokuja tena mara ya pili, labda tutakuwa tumeshaingia kwenye stage ya kuwasiliana na manispaa na kuanza kujenga hicho kituo cha kufanyia utafiti ambacho hakiko mbali sana kutoka hapa, kama kilomita 1.5 kutoka hapa tulipo. Kumbe tutafika. Ni hapo jirani, alafu tutafika tuone. Nashukuru sana. Naam, mtazamaji wa TriGen Media, naitwa Leonard Mubali, mpaka wakati mwingine katika mradi huu tutakapokuwa tumeanza.